Mahakama ya rufaa nchini Marekani imeanza kuhoji kama kifungo cha takriban miaka 4 alichopewa msanii na mfanyabiashara maarufu Sean Diddy Combs ni kikali kupita kiasi. Katika usikilizwaji wa hoja uliofanyika mjini New York, majaji watatu wa mahakama ya rufaa ya mzunguko wa pili hawakutoa uamuzi wa haraka, lakini walionyesha kuwa kesi hii ni ngumu na ya kipekee. Jaji William J. Nardin alieleza kuwa kesi hiyo inaleta maswali mapya ambayo hayajawahi kujadiliwa kwa kina katika mahakama za shirikisho. Wakili wa Combs, Alexander Shapiro, alidai kuwa mteja wake alipewa hukumu ndefu zaidi kuwahi kutolewa kwa mtu mwenye makosa kama hayo na historia kama yake. Amesisitiza kuwa jaji alikosea kwa kuzingatia mambo yanayohusiana na makosa ambayo Combs aliachiliwa huru nayo, jambo ambalo halipaswi kuathiri hukumu. Kwa upande wake, mwendesha mashtaka Christy Slavic alitetea hukumu hiyo akisema kuwa adhabu ya miaka 4 na miezi 2 iko chini ya viwango vinavyopendekezwa na sheria na inaendana na kesi nyingine kama hiyo. Combs alipatikana na hatia Julai 2 mwaka 2025 chini ya sheria inayokataza kusafirisha watu kati ya majimbo kwa ajili ya vitendo vya kingono haramu, na alihukumiwa kuanza kifungo chake cha miezi 50 sawa na miaka 4 na miezi 2 rasmi Oktoba 3 mwaka 2025. Hata hivyo, aliachiliwa huru kwenye mashtaka mazito zaidi ya biashara ya ngono na uhalifu wa mtandao, ambayo yangemweka hatarini kupata kifungo cha maisha. Aidha, Jaji Aaron Subramanian alisema wakati wa kutoa hukumu kuwa ingawa Combs anahukumiwa kwa makosa yaliyothibitishwa nayo, sheria inaruhusu kuzingatia tabia na historia ya mshtakiwa kwa ujumla. Upande wa utetezi ulikiri kuwa Combs anaweza kuwa na tabia ya ukali, lakini ulisisitiza kuwa sheria ilijaribu kugeuza maisha yake binafsi kuwa kosa la jinai.